Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump amekosa tena tuzo ya Nobel aliyokuwa akipigania kwa muda mrefu. Tuzo ya Nobel imeenda kwa Maria Corina Machado kutoka Venezuela, ambaye ameshinda tuzo hiyo ya amani ya Nobel ya mwaka 2025. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. Maria Corina Machado ameshinda tuzo hiyo kwa kazi ya kukuza haki za kidemokrasia nchini Venezuela. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, kamati hiyo imesema imemtunuku Maria Corina Machado tuzo ya amani ya Nobel kwa kazi yake bila kukoma ya kuendeleza haki za kidemokrasia kwa watu wa Venezuela na kwa mapambano yake ya kufikia mabadiliko ya haki na amani kutoka kwa udikteta hadi demokrasia. Machado amekuwa mtu muhimu kwa kuunganisha, lakini pia mwanamke wa kwanza wa Venezuela kupata tuzo hiyo ya mwaka 2025. Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2025 inaenda kwa mwanamke ambaye anaendeleza harakati za kupatikana kwa demokrasia katika giza linaloongezeka. Maria Corina Machado anapokea tuzo ya amani ya Nobel kwa kuwa mmoja wa kupigiwa mifano kwa ujasiri katika Amerika ya Kusini siku za hivi karibuni. Machado amekuwa mtu muhimu wa kuunganisha watu. Mwenyekiti wa kamati anaongeza, hii ndio hasa kiini cha demokrasia, nia yetu ya pamoja ya kutetea kanuni za utawala ingawa hatukubaliani. Wakati ambapo demokrasia inakabiliwa na tishio, ni muhimu zaidi kutetea msingi huu wa pamoja, anasema mwenyekiti wa tuzo hiyo ya Nobel. Lakini wengi wamejiuliza maswali, ni kwa nini rais wa Marekani aliyepigania kupata tuzo hiyo ya Nobel ameikosa kwa mara nyingine tena katika mwaka 2025. Mwaka uliopita, mwaka 2024, katika kipindi cha kampeni, rais wa Marekani Donald Trump alisema yeye anastahili kupewa tuzo ya Nobel. Na hata baada ya kuwa rais wa Marekani katika miezi ya hivi karibuni, alisema anastahili kupata tuzo hiyo ya Nobel kutokana na kutatua migogoro karibia 7 kuelekea 8 ulimwenguni. Miongoni mwa migogoro ambayo alidai kuitatua ni pamoja na mgogoro kati ya Hamas na Israel, ambao wakati huu mgogoro huo bado upo katika mchakato wa kutatuliwa. Lakini pia kiongozi huyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema kwamba ni kutokana na baadhi ya mambo aliyokuwa akiyafanya katika nyakati ambazo alikuwa akitatua migogoro ambayo wakati mwingine amekuwa akiungana na wenye migogoro hiyo. Mfano ni katika vita vya siku 12 kati ya Iran pamoja na Israel, ambapo Marekani iliamua kuongeza majeshi yake na kutuma ndege za kivita na kufanya mashambulizi ambayo yamesababisha kushambuliwa kwa vinu vya nyuklia vya Iran. Tangazo la kutolewa kwa tuzo ya Nobel imetolewa siku ya leo Ijumaa mjini Oslo, Norway, na Jørgen Watne Friednes, mwenyekiti wa kamati ya Nobel, ambaye alisema kwamba Machado alikuwa na haki ya kupata tuzo hiyo, akimtangaza kuwa kiungo muhimu cha umoja katika upinzani uliokuwa umepasuka, akisaidia kuunganisha wanasiasa na raia chini ya madai ya uchaguzi huru na utawala wa kidemokrasia. Katika mwaka uliopita, Bi Machado amelazimika kuishi mafichoni licha ya vitisho vikali dhidi ya maisha yake. Amebaki nchini Venezuela, jambo lililowatia moyo mamilioni wakati watawala wa kimla wanaposhika madaraka. Ni muhimu kuwatambua watetezi jasiri na wa uhuru wanaosimama na kupinga udikteta. Kabla ya tangazo hilo, kulikuwa na tetesi kwamba tuzo hiyo ingeenda kwa Rais Donald Trump, ambaye ni kutokana na kusitisha juhudi zake za kumaliza vita huko katika ukanda wa Gaza. Wachambuzi walionya kuwa hatua hizo zilikuwa za hivi karibuni mno na haziwezi kufikia vigezo vya Nobel vinavyozingatia matokeo ya muda mrefu ya amani na ushirikiano wa kimataifa. Wataalamu wanasema kamati ya Nobel kwa kawaida huzingatia uendelevu wa amani, udugu wa kimataifa na juhudi za kimya za taasisi zinazolinda msingi huo. Tangazo la leo linaendeleza urithi wa Alfred Nobel, aliyesisitiza tuzo hiyo itolewe kwa wale wanaochangia kuimarisha udugu kati ya mataifa na kupunguza migogoro. Friednes, mwenyekiti wa tuzo ya Nobel, alisema tuzo ya Machado ni ushindi wa ujasiri dhidi ya hofu. Mwaka jana tuzo hiyo ilienda kwa Nihon Hidankyo, mwanaharakati katika waathiriwa wa mabomu ya nyuklia kutoka nchini Japan waliopigania marufuku ya matumizi ya silaha hizo. Baada ya tangazo, wafuasi wa Machado walijitokeza mitaani mjini Caracas kushangilia. Kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, Machado aliandika, tuzo hii ni ya watu wa Venezuela, ni ushindi wa amani, uthubutu na matumaini.
Trump alimpongeza kupitia taarifa fupi akisema huu ni ushindi wa demokrasia juu ya udikteta. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya na Amerika Kusini wakimpongeza Machado kwa uongozi wa kishujaa katika enzi ya giza la kisiasa. Tuzo ya amani ya Nobel ndio pekee inayotolewa Oslo, Norway, huku nyingine tiba, fizikia, kemia, fasihi na uchumi zikitolewa Stockholm, Sweden. Mchakato wa uteuzi huanzia Januari kila mwaka na unahusisha majadiliano ya miezi kadhaa. Kila mshindi hupokea medali ya dhahabu ya karati 18, cheti cha heshima na zawadi ya fedha ya takribani dola milioni 1.2 za Marekani. Sherehe rasmi za utoaji wa tuzo hiyo itafanyika Desemba 10, kumbukumbu ya kifo cha Alfred Nobel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.